Salama, salama. Niko vizuri sana, alhamdulillah. Hongera kwa mchezo na pole kwa mchezo. Hongera ya nini? Hongera kwa kufika hapa mlikofika sasa hivi na poleni kwa kupoteza. Kwa kweli. Hongera ya nini? Poleni na mchezo. Bwana, mimi napokea yote. Naipokea pole na napokea pongezi kwa sababu hatua tuliofika ilikuwa ndio malengo yetu. Ilikuwa tuingie hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Ni historia ambayo tumeshaandika. Hatuwezi kujitia unyonge tukasahau mafanikio ambayo tumeyafikia kama timu. Dhamira yetu ilitimia kwa 100%, japo tulikuwa tuna shauku ya kufanya zaidi tulipokuwa tumeweka malengo, lakini haikuwa bahati, naweza nikasema. Yaani leo ndo kwa mara ya kwanza nimeamini kweli mpira ni mchezo wa bahati. Kwa sababu mechi ya leo kila kilichotakiwa kufanyika kimefanyika na wachezaji wameonyesha jitihada kweli ya kutaka kupata matokeo mazuri, lakini haikuwa bahati yetu, tukapoteza na tulipoteza mapema sana. Ndani ya dakika 15 za mwanzo tulipoteza. Haikuwa bahati, naweza ngasema hivyo. Hussein, tunaweza tukasema kwamba mmekutana na mpinzani mgumu kweli kweli, kwa sababu tumeona mmepoteza alama mbele yake home and away. CR Belouizdad licha ya ugumu wao, lakini bado pia wametuzidi uzoefu. Nadhani wametumia zaidi uzoefu na hata mbinu ambazo wanazitumia wakiwa uwanjani. Nadhani wote mmeona wanatumia mbinu ya kupoteza sana muda, hasa wakiwa wamepata goli la kutangulia, wanawatoa kwenye mchezo wachezaji wa upinzani, wanatengeneza tempa. Kwa hiyo kama wachezaji wanakuwa hawako matured enough, wanatoka mchezoni. Ndicho ambacho kimetokea. Wapo nyota wetu ambao wamecheza leo hii hawana uzoefu na michuano hii ya CAF. Nadhani hawakuelewa mbinu za wapinzani katika hatua hizi muhimu za kutafuta matokeo ya maamuzi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine imetuathiri, lakini mwisho wa siku tunapongeza wachezaji wetu. Kazi ambayo wameifanya kutufikisha hapa ilikuwa ndogo, tunawashukuru sana. Singida ni timu ambayo imepoteza mchezo wa ligi, mmesare, mmekuja huku kwenye CAF mmepoteza. Je, maelezo yamekuwa ni matokeo mabovu, sio Singida ile ambayo watu wamekuwa wakizoea. Shida nini hasa? Imekuwa ikisemekana kwamba ni baada ya kupunguza wachezaji key points ambao walikuwa Singida ndio mmeanza kupata matokeo hayo mabaya. Kitakwimu tumepoteza mechi 2 tu. Tumepoteza. Pole kaka. Kufungwa kubaya. Nadhani ule mpira uliopigwa hapa kwenye kichogo umeniletea mtikisiko. Mafaili hajapangilia, yamevurugika. Tumepoteza mechi 2 tu. Tumepoteza dhidi ya TRA na tumepoteza dhidi ya JKT. Hizo ndo mechi pekee ambazo tumepoteza. Lakini pia tumetoa sare mechi 2 nadhani kama 6-3. Pia tumeshinda. Kwa bado matokeo ya kwenye ligi kuu si matokeo mabaya hivyo tukiangalia kwa wastani. Lakini pia kwenye mashindano ya kimataifa tumefanya vizuri. Huku tulikuwa tunaenda kwenye bonus tu, lakini kwenye matokeo ya msingi tumefanya vizuri. Tunashukuru sana kwa waliofika. Sasa akili yote inarudi kwenye ligi kuu sasa hivi. Yaani kama tunaenda South tunaenda kutembea tu. Sisi safari yetu ndugu zangu imeishia hapa. Kwa hiyo sisi calculator hata uweke hamna kitu kinachoenda hapo sasa hivi. Kila kitu kinakataa. Ni mahesabu ambayo yamegoma, lakini kwa hapa ambapo tumefika ndipo tulikuwa tunapahitaji kwa msimu huu. Msimu ujao tutajipanga kufanya vizuri zaidi. Kwenye ligi kuu tunarudi ndugu zangu. Tarehe 11 mwezi huu, yani leo tarehe 8, kesho tarehe 9 safari ya kurudi Dar es Salaam. 10 mazoezi ya mwisho, 11 tunacheza na Fountain Gate. Mechi tunacheza katika uwanja wa Azam Complex kule Chamazi. Ni mechi ambayo tutacheza saa 10 jioni na ni mechi ambayo inaturudisha kwa nguvu sana. Watu wataona namna ambavyo tunarudi kwa nguvu zote kwenye ligi kuu, kwa sababu ndiko ambako tunarejea kwenda kupigania malengo yetu msimu huu. Hamjafanya usajili wa kutosha kama ambavyo tumezoea. Singida imekuwa ikifanya usajili wachezaji wengi. Msimu huu dirisha hili dogo imekuaje? Dirisha dogo si dirisha la mbwembwe kusema ukweli. Ni dirisha la kutwist tu kidogo squad. Ni mabadiliko machache ya kiufundi ambayo yamefanyika kwa ajili ya kufine tune to team. Kwa hiyo hatukutarajia pia kufanya mabadiliko makubwa hivyo kwenye kikosi chetu. Lakini hawa ambao tumewasajili ndio kwanza wameingia kwenye timu jamani. Tuwape muda. Wengine wamecheza mechi 1 2, wengine hawajacheza kabisa. Kwa nadhani kwa kipindi hiki ambacho wanaendelea kuingia kwenye mfumo wa mwalimu watakaa sawa. Na wachezaji wazuri. Wachezaji wote ambao mnaona hawa kina Mosi, Ndoumwe ni wachezaji wakubwa sana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini ukiangalia kina Linda Mtange sio wachezaji wanaoimbwa sana, lakini ni wachezaji wazuri. Hawa vijana ambao tumeingiza kina Miraji nadhani mnawafahamu vizuri. Wote hawa bado wakipata tu muda kidogo, kina Pipino, wakina nani, ni wachezaji wazuri na tunaamini watatupa kile ambacho tunakitaka. Sasa leo tunaona mmecheza vizuri, ameweza kusukuma CR Belouizdad. Tuone pila Soweto ambao umeonyesha leo litakuja kwenye ligi kuu. Ama ni nguvu ya Soweto. Pila Soweto.
Kwenye ligi kuu tunarudi na nguvu kubwa kama nilivyosema ya kuhakikisha kwamba tunapambana. Tumeachwa nyuma sana. Tumecheza mechi 7 tu ligi kuu, lakini ukiangalia wapinzani wetu wengi wameshacheza mechi nyingi, kwa hiyo tuna viporo vya kutosha. So tutarudi na nguvu kubwa kuhakikisha kwamba mechi zote ambazo hatukucheza tukicheza tuweze kukusanya alama, tukae pale juu. Yaani msimamo wa ligi ukiangalia sasa hivi eti Singida ipo na eti wa pili au wa tatu kutoka mwisho. Haya mambo gani hayo? Watu hawajazoea hivyo. Lakini bado tuna mechi nyingi za kucheza na tunaamini tutarudi kwenye nafasi yetu. Meneja au kocha, samahani, sisi tumuite meneja au kocha. Taarifa inasema meneja leo ametambulishwa kama kocha. Vipi mpaka sasa hivi mnamuonaje? Mnaenda naye ama kuna lolote hapo katikati? Bado hatuna la. Ni meneja kocha. Ni meneja mkuu ambaye ana uwezo wa kuwa kocha pia. Yaani kwa kitaaluma ni kocha kwa sababu amefundisha vilabu vingi na hata hapa anashirikiana vizuri na benchi la ufundi. Kwa nafasi yake kama meneja, kuna muda tukiamua kumtumia kama kocha tunamtumia kwa sababu vigezo anavyo, lakini bado hatuwezi kumpima kwa mechi 2-3. Bado tunampa nafasi kwa sababu amekuta project imeshaanza, hakukaa na timu kambini kuinoa kama mtangulizi wake ambavyo amekuwa kama kina David hao amekaa na timu kwenye pre-season, wametengeneza mifumo. Kwa naye anajaribu kuelewa mazingira na kujaribu kuelewa kikosi. Nadhani baada ya tutakaporudi kwenye ligi tutampima zaidi. Hussein, mimi naomba nikurudishe kwenye hii michuano. Ingawa umesema kwamba tayari Singida Black Stars haina matumaini, yameshapotea. Awali zilikuwa ni timu 4 zikiwakilisha Tanzania. Mpaka sasa hivi timu 2 hazina matumaini kwa maana kwamba imetolewa kabisa kwenye hii michuano. Zibaki timu 2 kutoka Tanzania. Kuna Azam Football Club, lakini pia kuna Young Africans. Hizi timu 2 ni timu gani ambayo pengine unaona ina matumaini zaidi kuweza kufuzu? Sababu nikipita mitandaoni naona calculations zinazidi kuwa nyingi. Zenyewe zinaishi kwa matumaini. Yaani ukiangalia hesabu ya Azam wana alama 9, si ndio? Lakini hawana matumaini ya kuvuka. Yaani wanaishi tu kwa akifungwa huyu tukifanya hivi tuki Yanga hivyo. Wanasubiria sijui nani afungwe ngapi waje wafunge 3, 4. Wanaishi kwa matumaini, lakini wote wanaweza wakafanya vizuri kama wakicheza karata zao vizuri, wakishinda mechi zilizobaki, mahesabu mwishoni yatajipa. Na sisi tunaziombea hizo timu zifanye vizuri kwa sababu sisi ambao tumetoka, safari yetu imeishia njiani, tunaamini wao wanaweza kusonga mbele zaidi na wakatuwakilisha wengine ambao tumetoka. Lakini Ashimuibu alisema kwamba wao wakitoka katika hatua hii wana kichaka cha kujifichia. Singida Black Stars. Kipi kichaka gani cha kufichia? Cha pointi 9. Pia kwa mara ya kwanza. Sasa pointi 9 zimekupeleka wapi kama unatoka? Kwa mara ya kwanza. Yaani ikitokea umeondoka hapa kwenye mashindano, hatua hii ukaondoka na alama piga kwenye kifua. Ikitokea ukaondoka na alama 9. Mwisho haina alama. Yaani iko hivi, ukitokea umeondoka na kocha kiache kidogo. Simba ya mwisho haina alama. Ananipigisha shoti huyo. Yaani kitokea ukaondoka kwenye hatua ya makundi, uwe na alama 9, uwe na alama 6, uwe na alama 4 kama sie, uwe na alama 2, wote mmeondoka. Lakini nasema kichaka chao ni mara ya kwanza. Hakuna maana ya kichaka. Ukiondoka umeondoka. Sisi tunataka wasonge mbele, wasianze kutafuta sababu za kuondoka. Tunawaombea wasonge mbele. Surprise kwenye hii michuano ambayo mmekutana nayo na bila shaka itakuwa ni experience nzuri na kujipanga kwa ajili ya next season. Sasa ni surprise ipi ambayo mmekutana nayo huku kwenye hii michuano? Of course ni michuano mikubwa, ina mambo mengi kusema kweli. Mengine si mazuri kuyazungumza hapa, lakini yametufundisha kitu kikubwa sana. Lakini kwa wachezaji ambao hawakuwa wanapata nafasi, hawakuwahi kushiriki michuano ya CAF, nao ni experience mpya kwao. Tunaamini tukiendelea nao huko mbele tukishiriki tena watakuwa wameshazoea na watafanya vizuri. Ndugu zangu, mimi sina huzuni hata kidogo. Una furaha? Yaani I'm very proud kwa sababu sisi tumefikia malengo 100%. Timu ambayo haijafikia malengo timu ambayo haijafikia malengo, mimi sifurahi kutoka, nafurahia timu yangu tumefikia malengo ya kuingia hatua ya makundi. Na nilishasema tukienda zaidi ya hapa ni bonus, si ndio? Tusiwe walafi. Tungepata tungeshukuru, lakini tumekosa, hatuwezi kuwa wanyonge eti kama hatujapata chochote. Tumeingia makundi msimu wa kwanza, kuna timu zimechukua misimu 30, sio miaka 40 kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo sisi kwetu ni faraja na wana Singida watembee kifua mbele, timu wanayo. Malengo yetu msimu huu tumeshafikia kwenye michuano ya CAF, tutajipanga kwenda tutaweka malengo mapya msimu ujao. Kwa hiyo msimu huu hawatudai. Tukaanza kudaiana huko. Hawatudai chochote, wajivunie timu yao imefanya vizuri, lakini haikuwa bahati kwenda kupata hiyo ziada yenyewe. Swali langu la mwisho kwako, wakati nimekaa jukwani pale nikasikia kuna shabiki mmoja hivi anasema kwamba Singida hii kuna timu ya ligi kuu ikikutana nayo ambayo hiyo timu kila siku wao wanajenga timu inaweza kachezea kichapo zaidi ya goli 3 na kuendelea. Ni timu gani? Ni timu gani hiyo? Nikakutana na hiyo timu ambayo inajijenga kila siku. Goli 3 kuendelea. Ndugu zangu, ligi yenyewe sio rahisi, lakini atakayekuja vibaya atatueleza kwa sababu tuna timu ya kuweza kushindana na yeyote.
Tumeshacheza na Azam, hawakufua dafu. Kuna wenzetu wa CAF hawa tutakutana nao huko. Tutakutana nao kwenye ligi inshallah. Lakini hakuna timu mbovu ligi kuu. Ukichukulia mpinzani wako ni mbovu atakuja kufedhesha. Sisi tunaheshimu timu zote na tunaamini tukikutana nao haitakuwa mechi rahisi, ila tutapata matokeo.